Kisa hii sehemu ya kiuno hii. Na nyimbo zote za kutikisa hapa ni za shaitani. Maana haziko kwa Bible. Hakuna mahali imeandikwa na watu wa Mungu wakakutana wakaanza kutingiza kiuno kwa sababu ya Mungu wa mbinguni. Hakuna. Lakini Biblia inasema clap the hands. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wadada wa kanisa wale wako hapa Chosen Generation ingilianga kwa macho. Kama ingekuwa inaingilia kwa masikio hatungekuwa na problem ya dressing ya women. Lakini sasa love inaingia kwa macho na ni makosa sana kufanya wanaume wakupende na tuko katikati ya ibada. Na ibada hiyo ni ya mwanaume mkubwa kuliko wanaume wote. Kwa hivyo kutakuwa na crash. Unapenda mtu na Mungu naye alikuwa anataka umpende. Lazima kuwe na vita. Na sisi wadada tuko na problem. Hakuna sehemu ya mwili wako hatuvutiwi naye. Uliza wale wamekuoa, uliona nini? Kuna wengine wanakuambia nywele. Kwa hivyo lazima utunze nywele mpaka ukufe ama mzee aende. Kuna wengine walikupenda kwa sababu ya miguu peke yake. Sema angalia hiyo miguu. Akasema hii miguu itakuja kwangu. Ndio sasa uko kwake. Hapendi hizo sehemu zingine, lakini kwa sababu zinakuja zikiwa package akachukua yote. Kuna mwingine ni kifua tu aliona, kifua peke yake. Kuna mwingine aliona na huko nimesema kuna tingizwa. Akaleta yote nyumbani. Hizi sehemu zingine hapendi, lakini kwa sababu ziko pamoja, akasema I love you all. In fact wanaume wangeambiwa leo ya kwamba kuna sehemu watakatiwa, wanaweza kusema nikatiwe sehemu fulani, hiyo ikoje kwangu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Exodus 28 inasema hivi ya kwamba mtu yoyote atakayefika kwa madhabahu kuhudumu asionekane juu ya magoti. Kwa hivyo ni kumaanisha tukikuja na nguo hapa ambaye inaona kama kioo, tuvae kenyasa, tutavuta Mungu hapa ajaji watu wa Mungu. Tulinde mafuta ya bishop. Bwana Yesu asifiwe. Na kama umeitwa upe bishop kajuice tumaji, ukifaa skati ukiwa nyumbani una practice kwa kioo. Unainama, unaona inaenda mpaka wapi. Sasa nikikosa kuambia, sasa hizi ya ataanguka. Kuna watu wanatusafu maji ya kiinama, skati hakuna. Wanawake wa kijiji wakitusafu shai walikuwa wanafunga leso. Wanasema naenda kusafu wageni, wanafunga leso. Wale hawafungi, wanainama, unasema ngai ngai. Okay, wengine wamevaa mzuri, nguo ni mrefu, wanakuja kutusafu chai, lakini yako mbele yako anakuuliza nikuwekea vijiko vingapi? Ukiangalia hapa unaona mpaka tupo, mpaka unashindwa kumwambia ni vijiko. Na hiyo ni kuhubiri mtumishi wa Mungu. So uangalie vi, hapana kuja hapa kusafu na vi imekaa kama hii makoti ya mabishop hapa. Unaenda unainama mbele ya bishop hivi. Huyo mtu atakihubiri unaona akisita sita. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasoma wapi? Nisiseme. Hallelujah.